Mimi natamani kujifunza vitu vingi sana kwa sababu mimi ni kijana na natamani kuwa na maisha mazuri baadaye. Lakini kijana wa mtaani anauliza anzie wapi, ili kutokana na hizi fikra za kumwambia mambo ni magumu, maisha ni magumu. Amezaliwa katika familia maskini, anatamani kukua mbele. Mimi natamani tuende moja kwa moja tuweze kupata elimu kidogo. Kijana kwanza, kijana ni nani? Tunatakiwa tujue kijana ni nani. Kwa wakati kama huu tulionao, karne 21, tunaweza kusema umri sahihi wa kijana kusema sasa mimi nataka nijitafute, nianze kutengeneza msingi mzuri ili baadaye niwe baba au niwe mama mzuri. Anaanza kujifunza tokea akiwa mdogo. Anaanza kujifunza akiwa kwa wazazi wake. Lakini maisha yanatofautiana. Zaidi kijana huyu akili inakomaa kifikisha miaka 18. Tuseme sasa kashamaliza O level. Miaka 18 pale kashamaliza O level, anaweza kaenda A level au chuoni moja kwa moja, university. Kijana huyu akili inapokomaa, kijana anayesikiliza mwenye umri wa kuanzia miaka 18, pale ndiyo sehemu sahihi ya kuanza kutengeneza msingi wako wa kuwa baba bora na kuwa mama bora. Cha kwanza, kijana anatakiwa ajiepushe na mafundisho yanayopotosha ukweli sahihi wa maisha. Hakuna ugumu wa maisha, ila ugumu wa maisha unaletwa na sisi wenyewe. Kile unachokiingiza kwenye akili yako, kile unachokipokea kutoka kwenye midomo ya watu, au kile watu wanachokisema ukakiingiza ndani yako, kama sio sahihi, maana yake kitakachotoka kwako sio sahihi. Lazima ugumu uwepo. Kijana unataka uanze maisha, unaona kodi 50,000, mbona kama hela kubwa sana kwa mwezi. 50,000 sijalipa, sijanunua kitanda, sijanunua godoro, sijanunua jiko, lakini mbona maisha ni rahisi? Kijana, kwanza ujue mtaji sahihi wa kile ambacho unataka ukianzishe, au biashara ambayo unataka uanzishe, ni kile ulicho nacho. Una nini kwanza? Angalia nina nini na ninachotaka kukifanya, gharama yake ikoje, ukubwa wake, uzito wake ukoje, alafu nini matokeo yake. Ukishapiga haya mahesabu, ndio utagundua ya kwamba maisha ni rahisi. Kila kitu ni hesabati. Na maisha nini? Nikisema kila kitu ni hesabati, maana yake ni kwamba kabla hujalifanya jambo lazima ulifikirie kwanza, unaliwaza, unalichakata kwamba kwa mfano nataka nijenge nyumba, si kwa sababu tu na hela unaenda tu kununua bati, unanunua hiki. Lazima uanze, najenga nyumba ya ukubwa gani? Sawa, inagharimu hii nyumba, thamani yake inakuwa na thamani gani? Inaingia bati ngapi? Inaingia mbao ngapi? Tofali ngapi? Simenti ngapi? Ukifanya ile calculation ndio unapata kujua kumbe pesa nilizo nazo ni nyingi au ni kidogo, zinatoshea au zitoshei. Ndio maana ya kusema maisha ni hesabati. Kuna wakati kijana anashindwa kuelewa hivi stress zangu zinatoka wapi? Akijiuliza nini, akiwaza hakuna anachokiwaza, lakini anagundua hapa sina hela. Nini cha kuepukana na hilo tatizo? Overthinking kwa vijana. Vijana, ukitaka kufanya kitu, iwe ni wewe ni binti au ni kijana wa kiume, cha kwanza epuka kitu kinachoitwa mahusiano. Relationship ni kitu naweza nikasema ni tapeli wa maisha. Unamaanisha nini? Tapeli wa maisha, ukiwa kwenye mahusiano kwa maisha ya kawaida, uachane na maisha yale ya mtu ambaye anamjua Mungu. Kwanza huwezi ukasurvive kwenye hii dunia pasipokuwa na Mungu. Kama una hofu cha kwanza uwe na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, kitu ambacho kinaitwa relationship kwako kitakuwa ni danger. Na mahusiano ni tapeli wa maisha ya kijana. Kwa sababu gani? Vijana wengi wanajikuta wanawekeza kwenye vitu ambavyo sio vya msingi. Haya, upo kwenye mahusiano na binti, nataka niende saluni, umlipie kodi, umnunulie gesi, mahitaji yote anakuangalia wewe. Hapo bado mjaoana, hujamtolea posa, hujamtolea mahari, lakini kila kitu anakutegemea wewe. Everything anataka kutoka kwako. Moja kwa moja wewe kama kijana huwezi ukafanya vitu vya future, yani huwezi ukaitimiza future yako. Unapomaanisha hivyo kwamba anaruhusiwa kuingia kwenye mahusiano yule ambaye kijana labda ameshajipata au familia yake kuna pesa,
Unamaanisha nini hasa kwenye pointi yako ulizungumza? Kijana ambaye ameshajipata kiuchumi, kumudu hizo gharama zote, kwa hiyo anaruhusiwa. Ambaye anaweza kumudu gharama zote, anayeruhusiwa ni yule ambaye yupo serious na kuoa. Kwa mahusiano yaruhusiwi. Mahusiano yaruhusiwi. Nini kinaruhusiwa? Kinachoruhusiwa ni ndoa. Kuna uchumba. Uchumba ni hatua au ni process kuelekea kwenye ndoa. Hakuna uchumba wa kujipa. Uchumba unapewa. Ndoa inaanzishwa na Mungu mwenyewe. Ule ni msukumo ambao inafika hatua wewe mwenyewe unaona sasa hapa kuna kitu kimepungua. Ndio unaona kumbe ubavu wangu umepungua. Kwa hiyo sasa inabidi ubavu nipige goti Mungu mwenyewe anionyeshe njia sahihi ya kupata ubavu. Ukikosea kuoa umekosea maisha. Vigezo ni vipi? Ukikosea kuoa umekosea msingi wa nyumba. Umekosea msingi wa nyumba. Yes. Vigezo ni vipi vya kufanya mtu upate mwanamke sahihi au upate mwanaume sahihi? Kuna kijana huenda anatusikiliza sasa hivi anatamani aoe kesho. Asome Mithali 31. Inasema nini? Kuanzia mstari wa 10 pale. Inaelezea sifa za mke bora. Biblia inasema ya kwamba ukisoma mstari wa kwanza pale kwenye hiyo Mithali 31 kuanzia mstari wa 10 pale inasema ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kwa tafsiri nyingine tunaweza tukasema kwamba nani awezaye kumjua? Kwa mke mwema hajulikani ni nani au ni nani. Kwa maana wanawake wapo wengi sana, lakini mke ile ipo individual, imekaa imejitenga. Kuna wanawake, haijasema wanawake, imesema mke mwema nani amwezaye. Biblia pia inasema apataye mke ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa kumbe ukipata mke, si mke tu, mke mwema, umejipatia kibali kwa nani? Mke mwema anapatikana kwa Bwana. Unamaanisha nini? Tujaribu kutafsiria, mimi mwenyewe nanichanganya kidogo. Mke mwema anapatikana kwa Bwana. Kanisani? No. Nyumba za ibada? No. Kwa Bwana ni wapi? Kwa Bwana ni wapi? Kanisani siku hizi kuna mamluki. Sio kila binti unayemwona kanisani ni anafaa kuwa mke wako. Mke sahihi, tukisema anatoka kwa Bwana, maana yake wewe ukitulia na Mungu, ukitembea na Mungu, Mungu atakuonyesha njia sahihi ya kupata huyo mke, kwa sababu yeye ndiye anayekuongoza. Kama yeye ndiye anayekuongoza, everything utakachokihitaji Mungu atakupatia. Kuishi bila mawazo inawezekana kwa kijana? Kuishi bila mawazo ya kuogopa, wasiwasi wa maisha. Kwa nini uogope? Biblia inasema katika Ufunuo kwamba waoga na wasioamini na wazinzi wote watatupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa wala kuwa na hofu, kwa sababu aliyeko ndani yako ni mkuu zaidi ya kile ambacho kinaweza kukutetemesha. Anatamani kuishi sawa leo, kwa maana kwamba kuepukana na uoga, wasiwasi, afanye nini ili aweze kuwa sawa? Amwamini Yesu. Amwamini Yesu. Unamaanisha nini? Kwa ukubwa na kwa uwazi na kwa upana, inajulikana kumwamini Yesu kwa ukubwa na kwa upana aweze kushinda. Huenda ni church boy au church girls, yupo kanisani lakini amekuwa na misukosuko na majanga mengi. Anatamani kuna grade, nafikiri sijui kama hakuna grade za kumjua Mungu au kumjua Kristo. Natamani kuelewa siku ya leo. Ukisema church boy au church girl, hiyo ni misemo ya mtaani. Naam. Kibiblia tunaita binti Sayuni. Binti Sayuni. Binti Sayuni au mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Yeah. Child of God. Naam. Child of God. Kwa hiyo tukisema mtoto wa Mungu, maana yake ni kwamba kwenye kasri la kifalme au kwenye jumba la kifalme, ukiitwa mtoto wa kifalme, maana yake wewe mahitaji yote unatimiziwa kwa wakati na kwa muda sahihi. Kwa hiyo ukimwamini Mungu, ukaitwa mtoto wa Mungu, ukafanyika kuwa mtoto wa Mungu, maana yake everything you need Mungu atafanya juu yako. Matamanio makubwa, nataka niwe mtoto wa Mungu, nipatiwe pesa, nipate kila kitu. Nifanye nini hiyo mchakato? Pesa na vitu vingine ni vitu vya ziada, yale ni marupurupu kwa Mungu. Cha kwanza ambacho unatakiwa ukipate ni Mungu kwanza. Uzima wa milele. Ukimpata Mungu na uzima wa milele unakuja. Uzima wa milele, ule uzima unaanza duniani na mpaka mbinguni. Kwa maana yake wewe utakuwa ni tajiri. Yesu alikuja, sawa, akafa, sawa, kwa ajili yetu ambao tulikuwa maskini kwa namna ya mwili,
ili tuwe matajiri kwa namna ya roho. Nataka ushare experience. Umezunguka mikoa, labda sehemu fulani fulani, umeona vijana wengi. Unafikiri ni vitu gani vizuri ambavyo vimekuwa vikimuua kijana kila siku, huenda anajua au kutokujua, au kwa sababu vina raha fulani kwa siku fulani, lakini mwisho wa siku vinakuwa vinaua hatima yake au kuua ndoto zake na kila kitu kwa ujumla? Cha kwanza ni tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili, kuwaka tamaa ya mwili, lakini pia vile vitu ambavyo vinapendezesha macho au vinatamanisha. Wana macho yamepewa kuona. Unapoona vitu vizuri unatamani kile kitu. Unajikuta kile ambacho kilikuwa kwenye malengo yako umeshakiacha, umefuata kitu kingine ambacho hakina fakti kwenye maisha yako. Ukikumbuka miaka yako nyuma iliyopita na sasa hivi, unafikiri kuna mabadiliko gani? Au unatamani labda ungekuwa miaka fulani sasa hivi kuna vitu vikubwa ungevifanya kulingana na hivyo vitu unavyojua mpaka sasa hivi? Nikikumbuka miaka ya nyuma, sijuti kufika hapa na wala sitamani kurudi nyuma, kwa sababu najua hapa nilipo ni mahali sahihi ambapo Mungu ameniweka na nahitaji kuongezeka zaidi, kutoka level hii nilionayo kwenda level nyingine, ili kusudi kuendelea kufurahia ukuu wa Mungu. Unapokutana na kijana kwa mara ya kwanza, nini ambacho unachokiona kwake? Kwa macho ya roho au macho ya mwili au vyovyote vile in general? Inategemea na kijana. Kuna kijana wa kanisani na kijana wa mtaani ambaye bado hajampokea Kristo. Sasa sijaelewa hapo. Taswira na maanisha, unamwona kijana unasema huyu anafaa kuwa mwinjilisti, huyu anafaa kuwa au abadilishe ulimwengu. Kuna vitu fulani vipo sawa, lakini akisimama huyo kijana nasema taswira nzima ya vijana, unapoona vijana sasa hivi unatamani wawe wapi au wafike wapi, ili kifanyike kiwe sawa? Natamani kuona vijana wakimtumikia Mungu, wakitumika kwa Mungu. Wakati wanatumika kwa Mungu ndiko Mungu anakowatumia. Yaani wakati unatumika kwa Mungu ndiko Mungu naye anakutumia. Sasa wakati Mungu anakutumia, inategemeana atakutumia katika eneo lipi. Unaweza usitumike kwenye injilisti lakini ukatumika kwenye utoaji, ukawasaidia watu wasiojiweza. Inaweza usitumike kwenye uchungaji lakini Mungu akakutumia kwa namna nyingine yoyote ile, ili kusudi tu yeye apate kutukuzwa kupitia wewe. Kwa hiyo vijana waje watumike kwa Mungu, watumike kwa Yesu. Nataka tumalizie labda pesa. Tunapozungumzia pesa, pesa inatafutwa kwa njia ya maombi au pesa inatafutwa kwa njia gani? Ni pesa na hela, sana ya hela nzima. Biblia inasema kwenye Mathayo, ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Watu wanatamani kuishi duniani vizuri. Anasema tafuteni ufalme wa Mungu, tafuteni kwanza. Kwanza. Yaani kabla ya yote tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidi. Haya mengine haya yote utazidishwa. Ukiutafuta kwanza ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu hauji tu kama gari linavyoweza kuja. No. Ufalme wa Mungu unatokana na Mungu mwenyewe. Turudi sana ya pesa. Inatafutwa kwa namna gani? Uweze kuishinda pesa. Tukirudi kwenye sanaa ya pesa, uweze kuishinda, uweze kuipata. Uweze kuishinda, maana yake ukiishinda ndio unaweza kuitawala. Yani kuitawala. Cha kwanza, ili uweze kuitawala pesa, nidhamu, uwe na nidhamu ya pesa. Yani hiyo ni utake usitake. Kwanza lazima uruhusu Mungu atembee na wewe. Naam. Mungu akitembea na wewe, chochote utakachokifanya utafanya ndani ya ile future au katika ile mipango ambayo ulikuwa umeiweka, kwa sababu mipango yoyote mwanadamu anaipanga lazima amshirikishe Mungu. Ndio maana mchawi lazima ashirikishe miungu yake, na sisi ambao tumemwamini Yesu lazima tumshirikishe Mungu kwenye mipango yetu, ili kila tunapopata pesa iende kwenye mipango, na mwaka unapotamatika basi tunajikuta tumetembea ndani ya mipango ile ile ambayo tuliweza kuipanga na tukamshirikisha Mungu, na tunaenda kumshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kutimiza ile mipango au kutembea ndani ya mpango. Unapomtia moyo kijana, kwa kumalizia, nataka umtie moyo kijana, labda huenda amekata tamaa, amechoka au anatamani kufikia mahala fulani lakini hajafika. Nataka uzungumze tu neno moja ambalo litampush kumtoa pahala fulani kumpeleka pahala mingine, na nyongeza ambacho natamani kushare siku ya leo. Kwanza kijana asikate tamaa. Asikate tamaa katika lile jambo. Yamkini ni jambo jema sana, analifikiria, analiwaza. Usiliache kwa sababu ya maneno ya watu. Unawaza biashara, jaribu, fanya, usiogope. Imefeli, jaribu na nyingine.
ila cha kwanza mtangulize Mungu. Cha pili, fanya, jaribu, test, jaribu kufanya kile kitu ambacho unatamani kukifanya. Kikubwa kiwe kinamtukuza nani? Mungu, au kisivunje sheria za nchi. Yes. Lakini kingine cha kumwongezea kijana ni kwamba tumesema kujaribu, yani uthubutu. Kingine cha kumwongezea kijana ni kwamba kujiamini, jivike ujasiri, usiogope, ili ufanyikiwe. Leo hii tunaona watu waliofanyikiwa ni nini? Hawakuogopa kufanya kile ambacho walikiona kwao ni bora. Walifanya kwa namna ambavyo leo hii tunawaona wameweza kuexpand au wameweza kuendelea. Kwa hiyo na wewe kijana, fanya, usiogope. Ndio maana hata leo hii Our Generation TV mpo hapa kwa sababu uliona hichi kitu mwana kama ni kizuri, lakini hukutaka kusikiliza maneno yale ya kukatisha tamaa, bali ulisimama kutaka kuonyesha ulimwengu kabisa kwamba na mimi ninacho kitu cha ziada cha kufanya, ili niweze kujipatia kitu fulani. Kwa sasa na wewe unayenitazama, fanya, just do it. Mungu yupo, atakutokea. Shukrani sana ndugu mtazamaji. Fanya, never give up. Ni maneno ya faraja sana na kutia moyo kama vijana. Tuzidi kufanya ili kuweza kuongoza baadaye au kushinda baadaye. Sisi ni matokeo ya kesho. Maamuzi yako ya sasa ndiyo matokeo yako ya kesho. Asante sana kwa kutusikiliza. Hii ni Our Generation TV nikiwa na Edayo Online TV. Asante sana. Kitu cha msingi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment hii video. Share na jirani yako na ndugu yako ambaye aweze kuyapata maarifa haya na azidi kuwa bora sana. Vipindi hivi utakwenda kuvipata kila siku, kila saa, lakini tia comment nini tuzungumze, nini tukifanye. Na asante sana kwa kufika mwisho, umezidi kutufuatilia mpaka hapa tulipofikia. Asante sana. Langu jina ni Thomas Alex. Asante sana na bye bye. Ulikuwa nami mwinjilisti Elisha Daudi Yoel, au unaweza kuniita Mr. Edayo. Yes, Mr. Edayo. Bwana, Instagram unapatikana kwa kutumia jina la Edayo Online au Edayo? Natumia Edayo Online, Edayo TV Online. Edayo TV Online. YouTube ni Edayo. Na hiyo ni Edayo TV Online. Edayo TV Online. Yes, hata TikTok ni Edayo TV Online, lakini pia kwenye ukurasa wa Facebook utanipata kama Edayo Ngalipa. So usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment. Weka comment yako hapo, uliza swali lolote lile ambalo wewe unaona linakutatiza, majibu utayapata. Tutashusha majibu kupitia clip mbalimbali ambazo kulingana na maswali ambayo mtauliza. Jamani, tupo live anytime. Tunasema hivi, together tunawakilisha. Karibu sana.